Huyu kocha anaitwa Abed Veloud, ni raia wa Ufaransa, ana miaka 66. Katika ufundishaji wake ni muumini zaidi wa mfumo wa 4-2-3-1 au 4-3-3. Kwa hiyo ni kocha ambaye amepita kwenye timu nyingi sana barani Afrika. Kwa hiyo sio kocha ambaye labda mgeni wa mazingira ya Kiafrika. Ni kocha ambaye alianza kufundisha mwaka 92 mpaka mwaka 99 alifundisha timu moja inaitwa Paris FC ya huko Ufaransa, ambayo ilikuwa katika level sio ya ligi kuu, lakini ni timu ambayo kule Ufaransa. Mwaka 2000 mpaka 2001 alifundisha timu moja inaitwa Ajaccio. 2001 mpaka 2004 alifundisha timu moja inaitwa Clermont Foot huko nchini Ufaransa. Mwaka 2005 mpaka 2006 alifundisha timu inaitwa US Cretia. Na mwaka 2006 mpaka 2007 alifundisha timu inaitwa CS Turin. Mwaka 2009 mpaka 2010 ndo alifundisha timu ya taifa ya Togo, na ameendelea, amepita vilabu vingi, lakini kwenye Afrika, kwa bara la Afrika amefundisha mwaka 2012 mpaka 2012 alikaa miezi 6. Alifundisha timu moja inaitwa Stade Tunisien ya nchini Tunisia. 2012 mpaka 2013 alienda AS Setif. Na 2013 mpaka 2015 alifundisha USM Alger. 2015 hiyo alikaa kwa muda wa miezi 6 akafundisha CS Constantine, ambao tunafahamu CS Constantine msimu uliopita walicheza kwenye mashindano ya shirikisho, walikutana na Simba kwenye hatua ya makundi. Baada hapo alifundisha 2016, hiyo alifundisha Mazembe, na Mazembe aliipa ubingwa wa kombe la shirikisho akiwa na timu ya TP Mazembe. Baadaye 2016 mpaka 2017 alifundisha Etoile Sportive du Sahel. Na baada hapo alienda Kuwait akafundisha Al Kuwait Sports Club 2018. 2018 mpaka 2019 alifundisha Dafa Al Jadid Morocco hiyo. 2019 mpaka 2020 amefundisha JS Kabylie, ambao ni wapinzani wa grupu moja kwenye hatua makundi ya klabu bingwa na Yanga. JS Kabylie. 2020-2021 alifundisha timu ya taifa ya Sudan. 2022 mpaka 2024 alifundisha timu ya taifa ya Burkina Faso, huko sasa alipokutana na Stefan Aziz Ki. Kwa hiyo ni kocha ambaye pia amemfundisha Stefan Aziz Ki. 2024 alifundisha AS FAR Rabat. Na mpaka sasa hivi ni kocha ambaye amekuwa ana timu. Kwa hiyo anapewa sana nafasi kwamba huenda ndio akajiunga na Simba. Katika fundisha yake yote amecheza jumla ya mechi 488 akiwa kama kocha mkuu. Yaani pita yake yote jumla ya mechi alizofundisha, amefundisha mechi 400, amecheza mechi 488. Katika mechi hizo ameshinda mechi 183 na mechi alizopoteza 163. Kwa hiyo ni kocha ambaye inaonekana Simba kwa daraja lake wanaona wakiwa naye mawindoni. Lakini tunakuja katika hali ya kawaida, ndo tunaonaga kwamba makocha sasa hivi kwenye modern football timu nyingi zinapenda makocha ambao kidogo vijana, ambao wanaweza kuwa na mbinu, na wakati mwingine hata kwenye kupractice wao wenyewe wanakuwa mstari wa mbele namna ya ufundishaji mifumo ya kisasa. Unajua mpira sasa hivi umekuwa unabadilika. Tutakuwa na case study moja. Marcio Maximo wakati amekuja hapa alikuwa kocha mzuri sana, akaipa mafanikio hadi timu ya taifa na alitangaza Tanzania kwenye ramani ya mpira. Lakini safari amerudi awamu hii, ameenda KMC, aliyokuta kila mtu ameyaona, kwa sababu mpira sasa umebadilika. Mpira sasa hivi sio kumwambia mwalimu panga koni hapa, weka hivi. Makocha wengi unakuta vijana ndio wanaweza kuipeleka timu kwenye mafanikio zaidi. Kwa hiyo unaweza ukasema kwa experience ni kocha mwenye experience, na kwa aina ya mifumo yake anayotumia ndio mifumo ambayo pia inaruhusu ili wanaita soka biliani. Kwa sababu ni mifumo ambayo kwa kariba ya Simba ndio mifumo ambayo wamekuwa wakipendelea, hiyo 4-3-3, 4-2-3-1, na ndio mifumo ambayo kwake kocha alipokuwa anapita hivi karibuni alikuwa akitumia mifumo hiyo. Sawa. FM.